Wakenya na Watanzania, leo Machi 7 mwaka 2026 ni siku ambayo ni ya kihistoria sana kwa siasa za Kenya, na hakuna kinachofanana na hili. Manake leo Gen Z wanalia na Edwin Sifuna, wanasema hii si siku ya mazungumzo tu, hii ni siku ya kuonyesha nguvu. Sasa je, kwa nini Machi 7 ilisemekana kuwa siku ya divorce au siku ya talaka kati ya rangi ya orange na rangi ya yellow? Na je, Sifuna anaweza kweli kuibua mabadiliko makubwa katika ODM kabla ya mwaka 2027? Kwanza, hii video imechukua mtandao wa TikTok siku ya leo. Gen Z Buddy amesema hakuweza kulala usiku wa kuamkia leo. Kwa nini? Sababu ni Machi 7, siku ambayo rangi ya orange na ya yellow zinatengana. Kwa Gen Z, hii si tu siasa, ni historia ya moja kwa moja. Tunaona wazi kwamba vijana wa Kenya wanashiriki hisia za kisiasa kwa njia ya mitandao, wakiunda hype kubwa kuelekea siku ya leo. So, nilisema silali, nilisema hii ninarukisha kama mwaka mwero. Nimesema lazima nikeshe. I must see the light of the day of the 7th of March. Kwa nini? Leo ndo siku ya divorce. Leo ndo siku ya dadhio. Yani enda hivi na mimi niende hivi. Yeah! Leo ndo siku ya color orange na yellow kujifanya wanataka kututengenezea sunset vibes. Inaisha. Na again, I will quote a very wise man's words. Kama unataka kuextend, enda Bondo, amsha baba, atie sahihi. Na kwa hayo mengi na machache, watch hii video. This is the day. 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 Lakini sio TikTok tu, Wakenya pia wameshika mikutano ya umma. Hapa Mkenya mmoja kwenye bunge la mwananchi anasema Sifuna ni kama kila Mkenya, anatakiwa kuwa na pay bill ili wananchi waichangie kampeni yake. Anakemea mfumo na kuonya kwamba Gen Z wanaweza kwenda hadi Safaricom. Kwa sababu Sifuna kama Mkenya mwingine ako na haki ya kufungua pay bill ya kufanya fundraising ya campaign. Tunataka siasa safi, na siasa safi tunataka mtu atuonyeshe vile ameraise pesa yake ya campaign. Safaricom mbona wamenyima Sifuna pay bill? Safaricom ikiendelea hivi tutamobilize Linda Mwananchi supporters, tuandamane mpaka hapo Safaricom, tuende kuwauliza wapatie Sifuna pay bill kama tumesimama hapo, kwa sababu tuko tayari kuchanga all Kenyans. Hata iko mama mwingine alisema, mama mwingine huko kwetu aliniambia kama huyu kijana anaitwa Sifuna sijawahi kumuona na muonanga tu kwa TV, kama yeye atasimama rais na mimi najua yeye hana pesa, nitauza kuku yangu nimtumie pesa. Watu wako tayari, watu wako radhi kuchangia Edwin Sifuna. Na sisi tunaambia Edwin Sifuna hatutakubembeleza. Usifikiri tunacheza na wewe. Hatutakubembeleza. We shall force you to be a presidential candidate. We shall force you. Tutakulazimisha. Sio tafadhali. Sifuna, kwanza tunataka ukutane kwa debate na Ruto. Tunataka huyu Sifuna akutane. Ruto anajifanyanga muongeaji. Saa hizi tumepata kiboko yake. Hiyo ndio kiboko ya Ruto. Anajifanyanga hapa, Ruto anajua sana. Saa hizi tuko na kiboko yake. Soprano hawezi. Soprano ni kwenda tu hapa kusema si fire. Soprano hawezi. Na huyu kijana Gen Z anacheka, lakini akisema ukweli, akimwambia Sifuna ya kwamba Sifuna, hatutaki ruhusa yako, tunataka tu uende kwa kiti cha urais. Hii inaonyesha wazi kwamba Gen Z hawana hofu, wao wanataka tu mabadiliko. Sisi hatucheki na wewe na tukubembelezi. I want you Sifuna to listen to me clearly. Sisi as Gen Zs, we are not begging you. We are not asking you for any form of consideration. We are telling you Edwin Sifuna, wewe Sifuna, tunakuambia we want you. It's not that we want you to consider. We want you. We are commanding you. Sifuna, Edwin Watenya Sifuna, utasimama kiti ya president. Upende usipende, wewe utasimama kiti ya president. Na tukubembelezi, hiyo na tutakubembeleza. Na kama utaki uame Kenya. If you do not want to run for presidency, Sifuna, toka Kenya, tafuta nchi nyingine uende ukae. Lakini we have told you Edwin Sifuna, we are taking you to the presidential race in 2027.
Sisi tutaki mchezo. Sifuna usianze kutuambia sijui nini, ati sijui sina pesa, sijui una nini, sijui hauna nini. Tutakupatia kile kitu unataka. Na usituangushe. Sifuna, we are ready to stand with you. And we are telling you Sifuna, wewe ukisimama president, Babu akuwe deputy. Ukisimama president, Ndindi Nyoro pia kwa serikali yako. Ukisimama president, Caleb Ambisi akuwe kwa serikali yako. Ukisimama president, angalia wale ambao wamesimama na wananchi kama Kibageni wakuwe ndani ya serikali yako. Those are the people we want in government to work for the people. Lakini kisa cha paybill bado kimeibua maswali makubwa. Sifuna amejaribu zaidi ya mara 3 kuanzisha paybill lakini bado hakuruhusiwa. Je, wanaogopa uwezo wake au kuna siri nyingine? Hii ni ishara kwamba mipaka ya siasa ya Kenya inashikilia vikwazo hata kwa wanasiasa wanaopokea support kwa vijana. So guys, you requested for Sifuna to put up a paybill. You requested. Sifuna has attempted 3 times. They have blocked him 3 times. So if Sifuna, you claim Sifuna has no political stature, has no political muscle, then why do you fear Sifuna having a paybill? Why do you fear? And Kenyans must be told the truth. Kenyans must be told that they have blocked Sifuna 3 times. 3 times. Na hapa ndipo Sifuna anachukua hatua. Jana aliongoza People's Dialogue Festival pale Uhuru Gardens Nairobi, akisema wana Gen Z wanang'ang'ania lakini hawana kadi za kupiga kura. Nasikia wanasema mnanichocha. Wanasema mnanichocha, si ndio? Wanasema ni moto ya gazeti. Wanasema ni maji moto hawezi choma nyumba. Nataka nione kwa mkono wale ambao wamechukua kura hapa. Wale ambao wamechukua kura hapa. Kwa hivyo mkisema nyinyi ndio Sifuna na tumeamua tuende vita, tear gas ikipigwa nigeuke nikute mmetoroka nyinyi watu. Nikute mmetoroka. Sasa nimeambiwa tuko na tent ya IEBC pale ya registration, si ndio? Nimeambiwa kuanzia jana kuna watu kama 100 walichukua kura, wengine walichukua juzi. Leo nikifika hapa nimeambiwa kuna watu 50 wenye wamejiregister leo. Hawa watu kwa sababu leo ni Friday. Leo ni Friday, hapa Nairobi wananiita waziri wa sherehe. Lakini sio hilo tu, wapinzani wake wanasema Sifuna atakubali ofa zao siku moja na kwamba aliwahi kuomba pesa kujiunga nao. Sifuna ameeleza wazi ya kwamba hafuati mipango ya wapinzani, anasimama imara kwa msingi ya ODM na uchaguzi wa mwaka 2027. Leo Machi 7 mwaka 2026 ni deadline ya makubaliano kati ya ODM na UDA. Kwa Sifuna, hii ni siku ya kuonyesha mstari, kuishia broad based government na kuanza kampeni ya ukweli ya urais. Unajua kuna watu wanaogopa, wanasema huyu Sifuna ati bei yake watafika siku moja. Mumesikia hiyo mambo? Kuna wakora walisema ati niliitisha 50. Baada ya wiki moja wakasema ilikuwa so 3. Siku hizi nasikia wanaongea wanachanga 2B. Ati wanihonge, niachane na wananchi. Itawezekana? Hii ni nguvu ya Gen Z Kenya. Hawa vijana wanaonyesha ushawishi mkubwa wakimuunga mkono Sifuna, wakisema sasa ni wakati wa hatua, si mazungumzo tu. Sasa swali kubwa kwa wapenzi wa siasa za Kenya na Tanzania ni je, Sifuna anaweza kweli kuibuka kiongozi wa mwaka 2027 au hii ni drama tu ya Gen Z kuamsha hisia? Niachie maoni yako kwenye comment section. Je, wewe uko upande wa Gen Z na Sifuna au unaona hili ni tatizo kwa ODM? Kumbuka kushare video hii na marafiki zako wa Kenya na Tanzania, manake hapa Mizuka Media tunaleta habari za siasa, stories za wapenzi wa muziki na lifestyle kutoka Afrika Mashariki. Hakikisha ukosi kitu. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. PDF oye! Munaniona vizuri? Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama hapa mbele yenu ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi
na naibu kiranja wa walio wachache. Pole, nimekuja kuchelewa, sijajua ni kina nani wako kwa hii tent. Nyinyi ni kina nani? Ati kina nani? Nyinyi pia ni mimi, na mimi ndio nyinyi. Asanteni sana.